Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Machi 8 mwaka 2026. Mada inasema uweza wa Yesu uokoao. Mada leo imejengeka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 12 aya 9. Neno la Mungu linasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja miguuni pako asubuhi ya leo. Tu udhaifu na tu wanyonge, lakini tunakushukuru maana neema yako yatutosha. Nasi tunajivunia udhaifu huu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo, uweza wako ukae juu yetu. Enda nasi tunapojifunza somo hili katika jina la Yesu. Amina. Mwokozi wetu wa thamani ametualika tujiunge naye na kuunganisha udhaifu wetu na uweza wake, ujinga wetu na hekima yake, kutostahili kwetu na kustahili kwake. Usahihi mkubwa katika kutii sheria haungempa mtu awaye yote haki ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lazima kuwe na kuzaliwa upya, akili mpya kwa njia ya utendaji wa Roho wa Mungu, ambako kunafanya maisha kuwa safi na kuifanya tabia kuwa adilifu. Muunganiko huu na Mungu humfanya mtu kufaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni wa utukufu. Hakuna uvumbuzi wa mwanadamu unaoweza kuvumbua tiba kwa ajili ya nafsi itendayo dhambi. Lazima kuwe na nguvu itendayo kazi tokea ndani, maisha mapya toka juu, kabla wanadamu hajabadilishwa kutoka dhambini hadi kuwa watakatifu. Nguvu hiyo ni Yesu. Neema yake pekee ndiyo inayoweza kuhuisha nguvu zisizo na uhai za nafsi na kuivuta kwa Mungu kwenye utakatifu. Wazo kwamba ni muhimu tu kuendeleza mazuri yaliyopo ndani ya mwanadamu kwa asili ni udanganyifu mbaya. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Wakorintho wa kwanza sura ile ya pili aya ya 14. Imeandikwa kuhusiana na Kristo, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Jina pekee chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza aya ya 4. Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 12. Mtume Paulo alitamani usafi, haki ambavyo kwa yeye mwenyewe hakuwa na uwezo wa kuvifikia. Akalia kwa sauti kuu, ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Warumi 7:24. Hicho ni kilio ambacho kimeenda juu toka kwenye mioyo iliyolemewa duniani kote katika zama zote. Kuna jibu moja tu kwa wote: tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza 29. Hii ni Machi 8 mwaka 2026. Mada ikisema uweza wa Yesu uokoao. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako mwamba
wimbi la mawio, saa ya upweke, majaribu yanaponiandama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako 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 mwamba imara tajificha